Eh, mambo yanazidi kuwa mazuri, ndugu zangu wa Mashariki ya Kati na Irani, mambo yanazidi kuwa mazuri. Sasa bwana, taarifa kubwa sasa hivi ni Trump hayupo tayari kupambana na Iran. Trump hayupo tayari kupambana na Iran, ndio la kwanza. Lakini la pili, imezungumzwa hoja ya mpango wa nuclear, hoja ya waandamanaji, hoja ya Irani kutoendeleza kuzalisha zile drone na intercontinental ballistic missile. Lakini sasa nimeona kwamba China na Urusi wanaelekea katika pwani ya Oman kujiandaa mazoezi na Iran. Unafahamu kwamba baada ya kutoka Cape of Good Hope, Rais Atumani Jema kufanya mazoezi takriban mwezi mmoja kati ya Irani, South Africa, China na Urusi, sasa hivi China wanajiunga dhidi ya Iran kwenda Mashariki ya Kati katika pwani ya Oman. Hii maana yake ni kwamba sasa ile geopolitical global power shift inaenda kubadilika. Tazama, lakini vile nimeona Irani, kundi lao la IRGC, kundi la kimapinduzi la Iran, limetajwa kwamba ni mojawapo la kundi la kigaidi inaenda katika ile ongo la kuwaunganisha Hezbollah, Hatibu Hezbollah, Fani Mitiuni kule Syria, Hamas, Houthi, kwamba ni makundi haya yamekuwa makundi ya kigaidi. Kwa hiyo kwa kweli inaendelea kuchekesha, lakini unafahamu kwamba mizania ya Israel kuweza kuanzisha taifa lao kuu Mashariki ya Kati ndio kinachopiganiwa sasa hivi. Unafahamu kwamba moja ya mpango wa Zionism movement, harakati za kuhakikisha kwamba wanaenda kutengeneza taifa kubwa Mashariki ya Kati, ni kuhakikisha kwamba ni ku make Israel great again, na katika taifa ambalo limekuwa ni kikwazo Mashariki ya Kati kwa Israeli kuweza kutimiza ndoto yao kubwa ni taifa la Iran, kwa sababu ya hiyo dhana ambayo tunaita balance of power, yani uwiano wa mawanda ya kimamlaka. Kwa sasa tension imekuwa ni kubwa sana, na kwa hadi jinsi ilivyo hii itakuwa ni determining factor, yani ni swala la kuamua uwai au kuanguka kati ya hii mataifa haya makubwa mawili Mashariki ya Kati. Kwa hiyo tutaendelea kufanya uchambuzi. Sasa hivi naingia kwenye kipindi kufanya uchambuzi wa siasa za Afrika.